ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Leo tunasoma sura ya 102 kwa utaratibu wa Mushaf, Suratul Takathur, ambayo nayo ni miongoni mwa sura zilizoteremshwa Maka kabla ya hijra. Maelezo yake kwa ufupi ni kama ifuatavyo. Suratul Takathur Makkiyatun. Suratul Takathur imeteremshwa Maka. وهي تتحدث السورة هي inasimlia عن انشغال الناس بمغريات الحياة. inasimlia kuhusu namna gani watu wanavyojishughulisha sana na mambo ya udanganyifu ya maisha haya ya kwanza. Haya maisha ya muda wao ndo wameyapa umuhimu. Kwa hiyo ndo sura inavyozungumzia. Watakalubuhum ala jam'i hitami ad-dunya. Na pia sura inazungumza katika kuwalaumu watu kutokana na kulipa kwao umuhimu, kulielekea, kulidhamiria kwa ujumla suala la kukusanya mapato ya dunia, wakati wanajua dunia wataiondoka. Lakini wao ndicho kitu walichokipa nafasi ya kwanza, umuhimu wa kwanza. Wapo katika dunia, wanaifadhilisha zaidi dunia, na wamo katika kuyakusanya tu mapato yake ambayo wanahakika kuwa ni ya muda. Hata yaqta'u al-mautu alaihim mata'atuhum, mpaka mauti yanakuja kuwakatia zile starehe zao. Mtu kashughulika kujenga, kuchuma, kufanya biashara, kufanya kazi, kufanya hichi, lile lengo hasa la kuletewa yeye hapa duniani alipatikana jinsi alivyo busy, kashughulika na dunia yake kuimarisha. Na mpaka inafika siku yake ya mauti hamalizi kuijenga dunia, mpaka akafikia pahala akasema hapa panaridhisha, hamalizi. Kwa hiyo muda wote ule aliyotarajiwa autumie kwamba ndo iwe manufaa yake ya maisha yake yajayo, yeye huharibu wote kwa kujenga dunia ambayo haikamiliki wala hapati faida yoyote kwa kule kuijenga kwake dunia. Kwa hiyo ni sura ambayo nayo ina mafunzo muhimu sana kutokana na tabia mbaya za wanadamu. Wayatihim fujatan wa baghtatan, na mauti huwa yanawajia ghafla tu bila ya taarifa. Fayuqallibuhum fayunaqiluhum min al-qusuri ila al-quburi. Mauti ambayo ndo deadline ya muda wao waliopangiwa kuishi duniani, yakija mauti ghafla huwa yanamfanyia mwanadamu mabadiliko. Anatoka kwenye stage moja ya maisha na anaingia kwenye stage nyingine ya maisha. Kwa hiyo hutoka kwenye telesi zake, kwenye majumba ya fahari, na akaelekea kwenye kaburi. Huko anaingia katika sura mpya ya hatua alizopangiwa kupita kabla ya kuingia kwenye maisha yake ya kudumu motoni au peponi. Kama ambavyo wamesema msemaji, al-mautu ya'ti baghtatan, mauti dasturi yake huwa yanakuja ghafula. Hata kama utaona wengine wanaugua miaka 2, 3, yuko kitandani, lakini bado pale kitandani ana matumaini makubwa ya kwamba iko siku watapona, aondoke pale. Na utamkuta mwingine vile akiumwa ndo kabisa kapata dharura ya kutokuabudu, hajui swala pale wala chochote chenginecho, ndo anaumwa yeye. Kwa hiyo yale malengo aliyoletewa hapa kwa ujumla yanakuwa yanakosekana. Kumbe alitakiwa akiumwa ndo ajirekebishe zaidi, afanye vizuri mambo yake, huenda ikawa ndo safari aende vizuri. Kwa hiyo yeye bado hata akiwa mgonjwa
hujipa tu matumaini ya muda mrefu kwamba mimi nitapona maradhi haya, si wa kwanza kuugua, bado yuko katika ile upuuzi wa kusahau wajibu wake na akashughulika na mambo yasiyo na faida. Kwa hiyo mauti yakimjia yanamjia ghafla, kwa sababu huwa anakosa matayarisho, hajajiandaa, na huwa hapendi kujisumbua mwanadamu kujitia woga kwa kujiandaa na mauti, wakati mwenyewe akijiona mzima na mambo yake yanakwenda kama alivyopanga, basi hujipa matumaini ya kukaa muda mrefu ujao. Kumbe muda wake ukifika, kama ambavyo aya zinasema, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun, ajali yao ikifika, basi Mwenyezi Mungu huwa hawapunguzii hata muda wa dakika moja, wala hawaongezei. Hawapunguzii kwa kusema awahimize kufa kabla ya muda uliopangwa, wala hawaongezei zaidi ya muda uliopangwa. Hiyo ndo maana ya baghtatan au fujatan, yanakuja mauti ghafla, mtu mwenyewe huwa hajajitayarisha. Almautu yati baghtatan, mauti yanakuja ghafla. Walquburu au walqabru, na kaburi, sunduku al-amal, ndiyo sanduku linaloweka matokeo ya amali za mtu. Kaburi ndo sanduku ambalo matokeo ya amali za mtu yanajulikana pale, imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufarin nar. Kaburi la mtu litakuwa ni bustani mojawapo katika bustani za peponi. Mwenyewe pale atajibashiria kwamba mimi ni mtu wa kheri kutokana na atakayoyakuta katika mapokezi pale kaburini kwake. Au kaburi linaweza likawa ni shimo mojawapo katika mashimo ya motoni, kwamba atakayoyakuta kaburini kwake yanatosha kumfahamisha kama wewe ni mtu mbaya, matokeo yako hayaridhishi. Kwa hiyo mauti yanakuja ghafla, wakati mtu anayefikwa na mauti hajajitayarisha na mauti, maana alikuwa anaishi kwa matumaini na hujipa moyo wa kuwa bado muda angali nao, atakaa kwa muda mrefu ujao. Kwa hiyo yale ya kumfaa hapa na anakokwenda anakuwa huyadharau, hayapi umuhimu unaostahili. Yale anayoona yana manufaa ya hapa, yale ndo anayoyapa umuhimu wote, kwa sababu anaona hapa ndo nilipo ati, kwa hiyo lazima nipashughulikie hapa. Kwa hiyo anashughulikia dunia yake mpaka muda wake wa kuishi unakwisha. Ndiyo maudhui iliyomo katika hii sura. Waqad takarrara fi hadhihi sura, na kwa hakika Mwenyezi Mungu amekariri katika sura hii, az-zajar, makemeo, wal-indhar, na maonyo, takhwifan linnasi, kwa ajili ya kuwaogopesha watu wale ambao wana akili, wanafahamu yanayozungumzwa, na kwa hivyo wanaweza baada ya kufahamu wakachukua tahadhari inayofaa au wakawajibika. Amekariri Mwenyezi Mungu katika sura hii makemeo na maonyo kwa ajili ya kuwahofisha watu wenye kufahamu. Watambiha lahum, na pia amekariri Mwenyezi Mungu katika sura hii ili kuwatanabahisha wanadamu ala khataihim, ubaya wa kosa wanalolifanya. Kule kufadhilisha dunia kuliko akhira ni kosa kubwa sana. Kwa Mwenyezi Mungu anawatanabahisha watu ubaya wa kosa la kuifadhilisha zaidi dunia, na akhira watu wakaidharau, wakaiharibu. Wanaifadhilisha dunia na kubomoa akhira kivipi? Biishtighalihim bilfaniyati anil baqiya, kwa kule kushughulikia zaidi jambo lenye kutoweka, na wakalidharau na kuliharibu jambo litakalokuwa ndo lenye kubaki milele. Walikuwa kama wana akili washughulike na lile litakalodumu milele. Hili la bandia walifanye kwa kiasi ya haja tu lenye muda maalum, lakini wao wanafanya kinyume nyume. Lile la bandia ndo wanolishughulikia kwa wakati wao wote, wakapoteza hapo nguvu zao zote, na lile la uhakika la kudumu linadharaulika kabisa na halishughulikiwi hata kidogo. Kwa hiyo Allah kakemea kwa kusema kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Hivyo hivi mnavyoishi, na kama mnataka mpate uhakika kamili, karibuni mtajua. Tena komeni, acheni dasturi hii ya kushughulikia dunia zaidi, na kama bado hamjaamini, karibuni hivi mtajua. Karibuni yenyewe ni mtu kufikwa na siku yake ya kifo,
akaona matokeo ya matumizi ya wakati wake wa kwanza. Mwenyewe atajua kwa kweli nimeharibu, au atajua kwa kweli nimetengeneza, lakini nilikuwa na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko nilivyofanya. Mtu mwenyewe atajua siku yake ya kufa ikifika. Wa khutimatis suratul karima, na imemalizwa sura hii tukufu mwisho wake bibayani almakhatiri wal ahwali allati sayalqawnaha fil akhirah. Imemaliziwa sura kwa kubainisha matukio mabaya ya hatari na mateso na mashaka mengi ambayo watu watapambana nayo huko akhera, wanaoamini na wasioamini. Hiyo kesi ipo, lazima watapita stage zote hizo. Akhera watakwenda na yale yote yaliyozungumzwa watayaona wenyewe kwa uhakika. Wallati, na matokeo ambayo la yujawizuha wala yanjua minha illa almu'min, hawezi kusalimika nayo wala hawezi kuokoka na matukio hayo ila mtu mu'min aliyeamini na imani yake ikadhihiri katika utekelezaji wake, vitendo vyake vikaonyesha kuwa kaamini. Alladhi, mu'min ambaye qaddama salihal a'mali, ametanguliza kwa Mola wake matendo mazuri. Kwa ufupi, hayo ndio yaliyoongelewa kwenye sura hii, Suratul Takathur, ambayo ina aya 8. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma sura hii kwa kutanguliza jina la Mwenyezi Mungu, Mola muumbaji, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Alhaakumut takathuru, umekushughulisheni sana wingi. Alhaakumut takathuru, umekushughulisheni sana wingi. Hata zurtumul maqabira, mpaka mnafika kuzuru makaburi. Alhaakum hutafsiriwa kwamba umekushughulisheni. Atakathuru, wingi. Shughuli gani ambayo watu wameshughulika nayo? Sheikh hapa amesema juu katika maana ya maneno msamiati wa lugha ya Kiarabu, neno alhaakum, anasema maana yake masdari ya neno alhaakum ni al-ilhau. Al-ilhau, ilhau maana yake ashughlu wal-insirafu ani shay'il hammi ila ma yad'u ilayhi al-hawa. Maana ya neno hili ilhau ni shughuli anayokuwa mtu anayo akajipa shughuli, wale insirafu, na mtu kulielekea jambo kwa nguvu zake zote, lakini kuelekea huku ani shay'il ham, kaliacha jambo lililo muhimu zaidi, yani lenye thamani, lile ndo akaliwacha yeye, akalipuzilia mbali, ila ma akalielekea jambo ambalo yad'u ilayhi alhawa, linaitia matamanio. Yani kama vile tabia ya mtoto mdogo aliyekuwa hajafahamu maana na thamani ya pesa. Ukampa wewe shilingi 500, akaona ni karatasi tu lenye rangi mbaya mbaya na pengine lisachoka, basi akatengenezea ndege ile ya kuruka, akachezea. Lakini akaja akamhusudu mwenzake aliyepewa gwaru la shilingi 20, anaakalia sana, kwa sababu yule mtoto ile gwaru la shilingi 20 kesazoea, huenda dukani akanunua pipi anapata. Kwa ile 500 yeye hajui kwamba zile 20 mle zimo kwa maelfu, kwa mamia nyingi, haelewi. Yeye anachokifahamu ni shilingi 500, kwa sababu ameshawahi kupewa mara kadhaa shilingi 20, akaenda dukani akapata pipi 2. Kwa hiyo anaweza akalia sana na akatupilia mbali shilingi 500 kwa kulilia gwaru la shilingi 20. Ndio kama binadamu asiamini Mungu. Katoka alikotoka kwa njia mbalimbali za maajabu, kaja duniani. Alipofungua macho kaona dunia na raha zake. Kila lugha anayoambiwa kwamba kuna maisha mengine aliyeyatengeneza, haya ni ya muda tu, haya ya bandia tu, hapa utaondoka hapa. Yako mengine ya uhakika hayana mwisho, lakini yatapatikanwa kwa kutengeneza vizuri hapa. Haelewi lugha hiyo.
Yeye akifungua macho hapa anaona mali, anaona wanawake wazuri, anaona watu huwa na madaraka wakasifiwa waheshimiwa, akaona na vingine vyote vile vinapewa umuhimu, watu wakapoteza malengo na majukumu waliopangiwa. Kwa hiyo ilhau maana yake, ilo neno lililotumika hapa alhaakum, anavilaumu Mwenyezi Mungu, neno alilolitumia kulaumia, maana yake ashughlu wal insiraf ani shay'il ham, ni mtu kujipa shughuli na kulikimbia na kuliwachilia mbali jambo lililo muhimu, ila ma akalielekea kulipa muda wake wote na bidii yake yote jambo ambalo yad'u ilaihi alhawa, linaita kwenye matamanio yake. Yeye haelewi chochote katika masala ya thawabu, kuwa wewe ni kiumbe, Mola wako anakuona, anakupima utendaji wako, hata kuja kukuuliza na kukulipa, yote hayaelewi. Mradi jambo linalokubaliana na matashi yake ndilo linalopewa umuhimu wa kwanza. Hiyo ndo maana ya ilha. Wa aslu lahwi, na maana au asili ya lahu alghaflatu, maana yake ni kughafilika. Mtu ambaye halipi jambo muhimu umuhimu wake huwa kaghafilika na umuhimu wa hilo jambo. Thumma saa fi kulli shaghilin, halafu mtu akaenda akapoteza wakati wake, akatumia effort yake yote, kila jambo linalomshughulisha analotumia wakati wake kulitenda, hilo linakuwa liko nje ya lile lililopewa umuhimu. Qala Raghib amesema Allahu lahu, maana yake ma yushghiluka, ni jambo linalokushughulisha sana, ukatumia nguvu zako, wakati wako, akili yako, ukashughulika sana na hilo. Ama yani wayahim, ukaliachilia mbali jambo ambalo linalokuhusu tena ni muhimu zaidi. Kwa hiyo kama mtu kakaa kwenye bao, anasafiri au anakula nyumba, aje pale mwanawe, baba unaitwa, anasema baba unaitwa, baba unaitwa, baba unaitwa, mnalala pale, hamna hili bao, baba unaitwa, baba unaitwa, bado anakariri neno aliloambiwa muhimu. Baba nyumbani, mama kaanguka, anasema mama kaanguka, mama kaanguka, maana ile akili pale haipo, imetumwa na ile jambo lake la kusafiri. Anapoteza wakati, akili yake yote, nguvu zake zote kwenye jambo ambalo kwa hakika faida halina, na analiwacha jambo ambalo ndilo linalo faida. Hiyo ndo maana ya ilha na lahu. Atakasuru maana yake atabahi bikathrati almali waljahi, ni mtu kujifakharisha zaidi, kujifanya ana thamani na hadhi zaidi endapo atakuwa na mali nyingi au akawa na cheo. Hiyo ndo maana ya atakasur. Kwa hiyo mtu akipata mali, mtu akipata cheo, anasema yeye ndo Mungu kishamtema, sasa hana habari ya chochote tena kinachofuata hapo zaidi ya kutunza mali yake na kutumia mali yake, au kuhifadhi cheo chake na kutumia cheo chake kama anavyopenda mwenyewe, kwa sababu habari za Mungu zote tena kwake zinakuwa hazina nafasi, yuko busy. Halafu yeye ndo mtoaji wa maamuzi, hataki kupangiwa tena mambo mengine. Kwa hiyo kashughulishwa na jambo lisilo na faida, kumbe kaliwacha jambo lenye faida. Wa huwa bimaana almukathirat, hii inakuja atakasuru bimaana ya kwamba mtu anapokuwa akayaelekea mambo huwa hakinai, huyataka hayo mambo kwa wingi zaidi. Akipata milioni 5 anasema bado hazijakidhi haja, kama nitakuwa na uwezo wa kupata milioni 10 mambo yangu yote yatatatuka. Akifikia pale wakati wa kupata milioni 10 atasema kwa sasa pesa imekuwa haina thamani, milioni 10 kutokana na mipangilio yangu haitoshi, atataka 20. Na mwenye cheo hivyo hivyo, atakapopata cheo kidogo atamtazama mwingine mwenye kikubwa zaidi, anasema mimi ninajitahidi nifike pale, nikifika pale mambo yangu yatakuwa mazuri. Yote hayo yanafanywa, yanatafutwa, yanashughulikiwa kinyume na taratibu za dini. Kwa hiyo pale pale inakuwa ni ilhau, kawacha lililo muhimu kwa kushughulikia jambo la bandia la upuuzi mtupu. Maana cheo kinaweza kikawa na thawabu kubwa kwa mtu, lakini endapo atatumia cheo chake kwa maamri za Mungu, na mali inaweza ikamweka mtu katika daraja bora zaidi,
endapo kutumia kwake na kumiliki kwake mali atakubali kufuata instructions za Mwenyezi Mungu, anaweza bado akawa anaabudu pamoja na mali, pamoja na cheo na kila kitu. Lakini ilhau, kutiwa neno ilhau tu, maana yake mtu akipata ya dunia, haya ya dini yote huyafukuza, huyakataa, akashughulika na yale ya dunia yake nje ya utaratibu, mpaka Mwenyezi Mungu akawa hamridhii kwa kila analolifanya, yuko nje ya utaratibu. Ndio watu wanaozungumzwa hapa, wazembe, wanapoteza wakati wao muhimu sana, rasilimali yao ya kuwafanya wapate maisha bora wanakokwenda, lakini kwa sababu hawakubali kufuata maagizo, wanakuwa wanapoteza thamani ya kila wanachokitenda duniani. Al-makabira maana yake ni makaburi, al-qubur, makaburi. Sasa imesema hapa hata zurtumul makabira, mpaka mnazuru makaburi, si kwa kwenda kuyatembelea makaburi ya jamaa zako. Kuzuru hii maana yake ni kuingia mwenyewe kaburini. Wewe umeshughulika na kuijenga dunia mpaka siku unaingizwa kaburini, pale ndo unajua mbivu na mbichi, kweli na uongo. Pale ndo unatanabahi, kama alivyosema Saidna Ali karamallahu wajhahu, annasu niyamun, watu duniani wako usingizini sana, wamelala. Fa idha matu intabahu, pale wakifa ndo wanapotanabahi pale. Maana akitoka tu mazingira haya anakokwenda mazingira mengine, pale ndo anaona mambo katika reality, uhakika wake. Lakini duniani mtu kalala, anaweza akatoka hapa akaenda zake akapiga usingizi wake kucha, hata shahada hatoi, pamoja na kuhimizwa kila siku, lakini hilo pia kwake linakuwa gumu. Kule kusema maneno ya shahada, akaomba msamaha kwa yaliyotendeka leo kutwa, hayo pia hafanyi, anajitupa tu kama punda. Ana hakika kesho atafika aende na 50 zake, pia hayo pia hafanyi, kwamba angalau niombe msamaha kwa Mola wangu, nisome sura 2-3 kidogo, nitoe shahada, huenda ikawa kulala huku siamki. Hayo pia hakumbuki. Kwa hiyo mwanadamu hughafilika, na ilhali anajua hapa ni mahala adhim, hii ni fursa yake adimu sana, ambayo ndiyo itakayotatua matatizo yake yote. Akiitumia hii vizuri, basi anakuwa amefanikiwa, na akiharibu fursa hii, maana ni mtu aliyekula hasara moja kwa moja. Kama ambavyo mara nyingi huwa tunanakili maneno ya wanawavyuoni waliotangulia, wamesema mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kuishi milele, lakini sasa anaathiriwa na awamu tu, vipindi mbalimbali lazima apite hivyo marahil. Tuliumbwa sote siku moja roho zetu, kwa hiyo Mungu anatujua kwa idadi mpaka ambao hawajazaliwa bado anawajua. Halafu kila mmoja anakuja kwa muda wake na anaishi kwa muda wake. Kwenye muda huo kapangwa aje afanye mambo yatathminiwe, atafanya mazuri au mabaya. Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum, Allah ndo aliyeumba kipindi hichi kwanza cha mauti, kipindi kinachokatishwa na mauti, halafu akakadiria kukuwekeeni uhai wa milele, ili kwa kipindi hiki cha kwanza akujaribuni tu, akupimeni ayyukum, yupi kati yenu ahsanu amala, atakuwa ni mtendaji mzuri, matendo yake yataridhisha. Kwa hiyo uzuri wa matendo yake hapa ndio utakaomfanya yeye apate nafasi nzuri ya maisha yake ya kudumu, na ubaya wa matendo yake hapa ndio utakaokuwa muamuzi wa kwamba yeye anastahili kupata maisha mabaya ya kudumu. Lakini mtu haya yote hataki kuyaelewa. Kwa hiyo sura imeanza kwa kusema Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takathuru, umekushughulisheni sana wingi, yani shaghalakum ayuhan nasu, umekushughulisheni sana nyinyi watu, atafakhuru bil amwali wal auladi, ufakhari kwenye mali, kumiliki mali na kuwa na watoto wengi, kwamba mimi nina pesa nyingi kuliko fulani, mimi nina watoto wengi kuliko fulani, tena watoto wangu bwana wamesoma, mimi nimewasomesha. Yule watoto wake gani wale ya kidada, hawana hata elimu, watoto wanaishi maisha ya kijinga. Kwa hiyo yeye anajifakharisha mtu kwa alivyo navyo, halafu ni vizuri kuliko vya mwingine. Sawa sana aya 14 ya sura 3 Mwenyezi Mungu alivyosema, zuyina linnasi, watu wamepambiwa kimaumbile kabisa, zile nafsi zao zimeumbwa hivyo, hubu shahawati, kupenda matamanio, mambo ambayo yanatamaniwa na nafsi zao.
mina nisai, kama kupenda wanawake kwa wanaume. Wanaume wanapenda wanawake kama ambavyo wanawake wanapenda wanaume, mpaka imefikia hatua halali imeharamishwa na haramu ikahalalishwa. Zinaa sasa imekuwa ni halali, mradi kinachosisitizwa ni kwamba watu wasifanye ngono zembe. Ngono zembe mnajua nini? Ni kufanya zinaa bila ya kondom. Huo utakuwa uzembe wako mwenyewe, lakini fanya na kuwa muangalifu, tumia zana hizo. Kwa hiyo watu wamepambiwa kupenda sana matamanio ya nafsi zao, kama kupenda wanawake, walbanina na watoto, walqanatir almuqantarati na mirundiko mikubwa mina dhahabi walfiddati, kama ya dhahabu na fedha, mali kubwa kabisa za thamani duniani. Walkhayli almusawwamati, na kupenda mafarasi yaliyotononoka, yani hata kama kamiliki wanyama, anao wanyama bado pia hupenda wanyama wake wasifiwe kuwa wazuri, wamestawi, wanashiba. Ndio anachopenda mwanadamu, anakuwa anaona fahari watu wanamsifu. Nyumba ya fulani nzuri bwana, watu wanakuja wanapiga picha, wanachukua plani, wanafanya hivi. Basi yeye kichwa chake kinakuwa kikubwa, maana anapenda amiliki na alivyovimiliki viwe vizuri. Walkhayli almusawwamati, na wale farasi waliotononoka. Walan'am, na wanyama hoa, wale wanyama wa kufugwa mitaani walio wazuri kama ng'ombe, mbuzi, ngamia. Walharthi, na mazao ya mashambani. Anausudu mtu awe na mashamba makubwa halafu yawe yamestawi vizuri, apate sifa kwamba fulani ni mkulima aliyefanikiwa sana. Lakini yote Mwenyezi Mungu anasema zalika mataul hayati dunya, hayo yamewekwa kama ni starehe za haya maisha ya mpito tu ya duniani. Wallahu indahu husnu thawab, na yote haya Mwenyezi Mungu mbele yake kaweka malipo mazuri kwa atakayetumia vizuri neema hizi, au atakayefaulu mitihani hiyo ya mali, watoto, wanawake na mambo mengineyo. Kwa hiyo vipo hivi vitu, lakini hakuna kilichopo duniani ambacho hakikusemewa, hakikuwekewa instructions kikawa kimeambiwa uchukue akili yako ukitende kama unavyopenda mwenyewe. La, vitu vyote hivyo vimewekewa utaratibu. Anayelaumika ni mtu anayeukiuka utaratibu akayafanya yote anayoyafanya kwa akili zake mwenyewe. Huyu ndo anayelaumika, anakuwa ni mtu mpumbavu aliyefanya hiyo ilhau, kaacha jambo la wajibu, hakutaka kufuata utaratibu. Hata kama anayo dini, hatamini dini yake, hayafanyi yale mambo yake kidini. Kwa hiyo yanakuwa yamekosa faida, hayatambuliwi, anayaharibu mwenyewe kwa kule kupenda kwake matamanio. Anapenda matamanio ya nafsi yake, lakini kupenda kwake matamanio anavuruga kila lililokuwa limfaye mwenyewe katika kipindi kijacho. Kwa hiyo watu wameumbwa ili waishi milele, lakini lazima watapita stage hizo. Wanazaliwa, wanakuwa watu wazima, wanapata akili, wanasoma, wanamiliki mali, wanaoa na wao wanazaa watoto. Yote hayo yamewekewa taratibu. Wewe ukizaa una deni. Watoto waliozaliwa kwa kupitia mgongo wako, wewe ndo masuulu, lazima uwaadilishe na wao wawe na hatima njema. Wewe ndo mtayarishaji wa hatima ya watoto wako. Lakini yote haya watu wanayafanya kama wanavyopenda wenyewe, si kama walivyoelekezwa, ambalo ni jambo linakuwa la hasara, hamna faida kitu. Innamal hayatu dunya, katika aya nyingine Mwenyezi Mungu amesema hakika ya mfano wa maisha ya dunia, lahun wa laibun wa zinatun. Kwanza ni pumbao tu, ni kama pumbao. Dunia ni kama pumbao, yani entertainment, burudani. Tukaondoka hapo, kaingia, kaambiwa ngome kongwe kuna ngoma leo mpaka saa 6, basi akaona aende akaangalie ngoma. Hivi kweli wewe ukatoa pesa zako ukenda ukaangalia ile ngoma, faida gani unapata zaidi ya burudani tu kwa kuona kwa macho yako na akili yako ikasisimka kwa ulioyaona? Nini chengine unapata? Hamna. Basi ukesha unatoka unaenda zako kwako kulala na machofu. Hata asubuhi haiswaliwi, maana ndo umechoka, umerudi saa 8 nyumbani na pombe ushakunywa. Kwa hiyo adhana zote zitasomwa, wewe husikii adhana wala hujui thamani ya maneno ya adhana. Wewe kivyako tu, mpaka muda wako mwenyewe kwenda kazini, unaenda zako kazini, kwa sababu kazi ni muhimu kwako, inakupa wewe income ili uweze kumudu maisha yako uliyoyapamba vizuri. Kwa hiyo dunia kwa ujumla wake ni kama kitu pumbao,
burudani. Anazaliwa mtu mpaka siku yake ya kufa, kama akaja kuburudika tu alafu akirudi, huko ndo kunako mambo yote. Hapa ndo unaona, kwa sababu hapana maana dhalimu anaishi na anayedhulumiwa anaishi hivyo hivyo kitabu. Lakini haya yote ni ya muda tu, huko tunakokwenda ndo kunako mambo yote, lakini mtu haelewi, yafahamu. Kwa hiyo dunia kwa ujumla wake ni lahun, ni pumbao au burudani au kitu hivi kinachosisimua kwa muda, halafu ikawa faida yake haiendelei tena. Walaibun, au mchezo kama hivyo mpira, zumna, keram na vitu vingine. Mtu anayepoteza wakati wake pale, halafu akaenda nyumbani hana faida yoyote yenye kusimlika au inayowekeka hakiba aliyoipata kwa kukaa mchezoni. Ndo kama dunia, mfano huu umepigwa. Halafu watafakhurun bainakum, na dunia ni pahala ambapo nyinyi mpo kwa ajili ya kufahari sana tu, kila mmoja anataka yeye awe kuliko mwingine. Ndo dunia inapokuwa inapambika. Watakathurun fil amwali wal auladi, na duniani ni mahala ambapo watu wa dunia wamepafanya ni pa kushindania wingi wa mali na wingi wa watoto, kwamba mimi nina watoto wazuri zaidi, wamesoma, waungwana kuliko watoto wa fulani. Mimi fulani atanichukua wapi kwa pesa bwana? Hana pesa yule. Ndo kajenga nini? Mimi nataka ninunue kile kibanda chake nivunje nipate kile kiwanja tu. Ndo duniani watu wanavyoishi. Wewe mwenyewe umejikuta nimejenga nyumba ya ghorofa 2, kibanda safi sana. Anakuja mwingine anasema angenizia mimi ngeibomoa yote ile, nikajenga mimi nyumba pale, nikapata kile kiwanja. Ndo watu wa duniani walivyo. Kumbe yote hayo upuuzi mtupu, wamekabiliwa na majanga na mabalaa makubwa, lakini wenyewe wamelala totoro, hawazingatii mambo yajayo baada ya kuyaona haya ya bandia ya muda. Wana hakika yataondoka, lakini akili zao zinawatuma wayajenge haya kwanza ya bandia. Kama sali ghaisin, mfano wa dunia vile ulivyopigwa ni kama mvua ile inayotanda mawingu juu, maji yakamwagika, ardhi ilikuwa kame, miti majani yote rangi ya manjano, lakini likipiga wingu la mvua siku 2-3 unaona miti imechange, ardhi yote imekuwa green kabisa. Kwa hiyo ndo dunia nayo ikimchanganyia mtu anafikiri hafi maisha yake yatakuwepo. Akipata cheo asema yeye ndo maisha, ndo huyo haji mwingine hapewi, ndo yeye tu. Ndo duniani kama sali ghaisin, kama vile mvua mfano wake. Ajaba al-kuffara nabatuhu, mimea iliyopata mvua humpendezesha sana mkulima hufurahia sana mimea yake au miti yake itakapopata maji ya mvua. Lakini miti ile ambayo leo kaikagua mizuri imestawi, thumma yahiju, halafu miti ile hunyauka, fatarahu musfarran, ukaiona inarudi tena majani yake yanakuwa rangi ya manjano, yanapukutika. Thumma yakunu hutama, halafu miti hufa ikawa ni machanja au matagaa, au majani yakaanguka chini na matagaa yakapogoka, ikabaki miti iliyokufa. Kwa hiyo na dunia nayo inastawi, inampa mtu uso, halafu ukasikia fulani marehemu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kafariki. Tena mali yake vipi? Mali si anao, watoto watarithi. Hivyo basi ndio mwisho wa habari, mwenyewe umekwenda. Shahidi miti inanyauka, fatarahu musfarra, ukaiona inaanza majani kupiga rangi ya manjano, thumma yakunu hutama, halafu inajisilia mbali kabisa ikabakia mabua. Kwa hiyo na dunia nayo mpa mtu uso, halafu akaiondoka dunia. Na wengine watakaobakia mpaka mwisho kabisa, dunia itawaondoka, nayo itatoweka vile vile. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Wa fil akhirati, na huko akhira mnakoambiwa, adhabun shadidun, kuna adhabu kali kwa watu wazembe ambao wametumia vibaya kipindi chao cha duniani. Wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, na pia kwa upande mwingine kuna watu watakaopata msamaha kwa Mola wao na radhi zake. Kwa hiyo kuna watu wa adhabu na kuna watu watakaopata msamaha na radhi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi na watoto wetu kuwa ni katika watu wa adhabu, na atujalie kuwa ni katika watakaosamehewa na kupata radhi yake. Wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Akhira mnakoambiwa huko kutakuwa kuna watu watapata adhabu kali,
na kuna watu watakaopata msamaha kwa makosa yao. Msamaha utatolewa na Mola wao na radhi za Mola wao. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na dunia si chochote, uhai huu wa kwanza wa duniani si chochote isipokuwa ni starehe yenye kudanganya sana. Wanadanganyika watu, alafu wanaondoka hapa, wanapokwenda wananunua adhabu wameinunua. Mwongozo wamepewa, lakini Mwenyezi Mungu amewasifu watu wa aina hii wanaofadhilisha dunia kuliko akhera, akasema ulaika alladhina ishtarau dhalalata bilhuda wal adhaba bil maghfira fama asbarahum ala an-nar. Hawa ni watu ambao wamenunua upotofu kwa uongofu waliopewa, na ni watu ambao wamenunua adhabu kutokana na msamaha waliopewa. Hawa wana ustahimilivu gani wa kukaa kwenye moto? Wamejiamini vipi? Aya ndogo, maneno machache, lakini yanatisha. Maana kuambiwa mtu ishtarau dalalata bil huda wal adhaba bil maghfira, wamenunua upotofu kwa uongofu. Ina maana hawa watu walipewa uongofu, muongozo umepelekwa kwao, wakaupata, wakaufahamu, lakini wakauona good for nothing, hauna maana pesa mbili, wakauacha. Au wameupokea wakaufahamu, halafu ule uongofu waliopewa wakaufanya ndo thamani ya kununulia upotofu. Ishtarau, wamenunua, adhalalata, upotovu, bil huda, kwa uongofu. Uongofu wamepewa, wameletewa kitabu, wameletewa mtume, na wakakisoma kitabu na wakauona muongozo wa mtume wao kwa vitendo kabisa. Lakini baada ya kupata neema hizi, wakazichukua mkononi, wakaziangalia, wakaifanya kama ndo pesa. Ule uongofu kama ndo pesa, ndo thamani ya kwenda kutoa pahala ili wapewe upotofu. Wakaona upotofu bora zaidi, kwa hiyo wakaununua ule upotofu. Thamani ya upotofu waliokuwa nao ni uongofu waliopewa. Mmefahamu Kama mtu kufanya kazi yake ngumu kabisa ya uchukuzi au nyingineo, lakini akesha pesa aliyoipata akaenda akanunulia bangi ili apate uchizi, apate kucheka tu mwenyewe peke yake. Ndio mtu kama huyu hatafuti akhera, fursa za kupatia yeye maisha bora yajayo ya kudumu ndizo anazozitumia kununulia dunia yake ya bandia. Ishtarau dhalalata bil huda, wananunua ule upotofu kwa thamani ya uongofu waliopewa. Wal adhaba bil maghfira, na wananunua adhabu kwa msamaha. Yani Mungu kajua udhaifu wetu, kajua tutakosea, lakini kasema mimi ninasamehe, niombeni msamaha. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, innakum tukhti'una bil layli wan nahar, nyinyi mnakuwa mnafanya makosa usiku na mchana, mnanikosea. Wa ana aghfiru dhunuba, na mimi nipo ninasamehe madhambi. Fastaghfiruni aghfir lakum, basi niombeni msamaha nitakusameheni. Mtu haombi, anafanya kosa leo huku anacheka, kesho analirudia tena na mtondogoo mpaka siku yake ya kufa, bado yeye ni mkoseaji tu, haombi msamaha. Kwa hiyo ile fursa aliyopewa ya kwamba kweli una udhaifu, unaweza ukahadaika na mambo mengine kukukumba, lakini hebu kaa uniombe msamaha nitakusamehe. Fursa hiyo ya kusamehewa ndio aliyoifanya thamani ya kununulia shari kwa makusudi. Anazini madamu uume wake unafanya kazi mpaka siku ya kufa, na kama uke wake unafanya kazi mpaka siku ya kufa, hakomi kufanya hivyo, aya zote zitakwisha. Anaiba madamu fursa za kuiba zipo, atazitumia mpaka siku ya kufa, hakomi kufanya hivyo, wala haimjii kwamba sasa tena basi kwenda siku yote nikakumbwa na kifo nipatane na Mola wangu. Kwa hiyo fursa ya kusamehewa ndio aliyoitumia kuifanya kama thamani ya kununulia adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takathuru, ay maana yake شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد والرجال. Hivyo imekushughulisheni sana enyi watu fahari ya kujifakharishia mali, watoto na wanaume katika hao watoto wenu, an taati llahi, kuliko kumtii Mwenyezi Mungu. Yani mnashindana kuimarisha dunia yenu kuliko kumtii Mwenyezi Mungu aliyekuleteni hapa kwa ajili ya ibada. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anasema, hiyo ni address speech
kutoka kwa muumbaji kwenda kwa viumbe walioumbwa. Nyinyi ndio mmeona mshughulikie sana dunia kuliko majukumu niliyokupeni. Ndio ungwana huo, ndio akili hiyo. Werevu wenu wote ndio umekomea hapo. Shaghalakum ayuha nasu, hivyo umekushughulisheni sana enyi watu, atafahuru, ule ujifakharishaji, bil amwali wal auladi wal rijali, kwa watu kukimbilia kumiliki mali nyingi, kuwa na watoto wengi wenye kutajikana, walioerevuka, waliosoma, wataalamu, wenye maarifa ya kuzalisha zaidi mali, tena watoto wa kiume, kama ambavyo mazingira yaliyokuwa ikashuka Qur'ani. Watu wa bara Arabu hasa Maka walikuwa wanapenda watoto wa kiume, na wakipata watoto wa kike walikuwa wanawazika wakiwa hai. Sema mtoto wa kike ni aibu tu, mtoto wa kiume ndo mtoto. Kwa hiyo haya ndo yale mambo ambayo nyoyo zao zinapenda, ndio walikuwa wakajifakharisha nayo. Kila mmoja ana score zaidi, apate watoto wengi tena wanaume, awasomeshe vizuri kumshinda fulani, wawe wana ujuzi wa kuchuma mali, au wapiganaji wazuri wanapopanga mashambulizi kwenye kabila jingine, watoto wake wawe maana ni mashujaa, na vitu kama vile ambavyo mtu hujifakharishia duniani. Watu ndo wanavyokimbilia kujiweka katika nafasi hizo. Wanafanya hivyo an taatillahi, wakaacha kumtii Mwenyezi Mungu kwa aliyowapangia, aliyowaagiza. Wa anil istidadi lil akhirah, na wanayashughulikia hayo huku wanaacha kufanya maandalizi ya maisha yao ya kudumu ya akhira. Kumbe fursa hii ndo walikuwa waitumie kukutengenezea akhira yao. Wao wanapoteza akhira yao kwa kushughulikia hichi kitu ambacho wala hakina faida yoyote na wao, zaidi ya fahari tu ya ule muda atakaokuwa yeye hai. Akisha kufa hamna fahari tena. Risala zitasomwa ndio makaburini, alikuwa mtumishi mwema na nini, kwa heshima zote za chama na serikali unazikwa, mizinga 21 na hatua 15 unapigiwa, lakini yote hamna kitu. Haelewi Mwenyezi Mungu lugha hizo. Wewe umepoteza wakati wako bure, na halafu umejinunulia mashaka ya kudumu. Sasa Mungu mwenyewe ndo anawauliza watu. Kwa hiyo wanaofahamu watafahamu, na wale wenye akili mbaya wanaofahamu vibaya tena hatuna la kuwafanya. Lakini Mungu ndo anasema hivi, mtu na akili yako ukaithamini dunia kupita kiasi mpaka ukiuke taratibu uache kumtii Mola wako aliyekuumba? Au ndo mtu anakataa kwamba mimi sikuumbwa, hakuna Mungu, hana uhusiano na mimi, hawezi kuniingilia kwenye maisha yangu? Ndo anasema hivyo, ndo maana anafanya anavyotaka. Hata zurtumul makabira, mnafanya hivyo kuitumikia dunia bila ya kumtii Mungu mpaka mnazuru makaburi. Ai, maana yake hata adrakakumul mautu, mnaishughulikia dunia yenu, effort yenu yote ni kuimarisha dunia yenu na matamanio mpaka mauti yanakukutieni. Siku zenu za kufa zinakuja, zinakufikeni. Wadufintum fil makabir, na mnazikwa makaburini mpaka siku unakufa na kuzikwa, hapo ndo unakuja kutanabai. Wal jumlatu, na sentence hii khabarun, ni habari, yani statement. Yuradu bihi alwa'z, inakusudiwa statement hii kutoa mawaidha, kuwawaizi watu. Wa tawdih, na upande mwingine sentence hii Al-Qurtubi anasema maana ya aya shaghalakumul mubahatu bikasrati almali wal auladi, yamekushughulisheni watu mashindano ya kutaka kufikia katika kiwango cha juu cha umiliki wa mali na kuwa na watoto bora. Kila mmoja analenga afikie huko, awe na